Umoja wa Ulaya waibuka na kuzungumza yakiwa ni masaa machache tangu kuapishwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye alishinda katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambapo ulifanyika Oktoba 29. Katika matukio mbalimbali yaliyojiri siku za hivi karibuni tangu uchaguzi ufanyike, Umoja wa Ulaya umeibuka na kupinga na kukosoa vikali kufuatia matukio hayo, ikiwemo vurugu, matukio kuzimwa kwa mtandao pamoja na mambo mengine. Taarifa ya msimamizi mkuu kwa niaba ya Umoja wa Ulaya kuhusu uchaguzi nchini Tanzania. Umoja wa Ulaya EU unachukua taarifa ya matangazo ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Tanzania na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ya matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. EU inazingatia sana na matukio yaliyotokea katika siku ya uchaguzi nzima na ambayo bado inaendelea, ikiwemo vurugu, kuzimwa kwa mtandao wa internet pamoja na ripoti za udanganyifu katika mchakato wa uchaguzi katika baadhi ya maeneo. Ripoti zenye kuaminika zaidi katika vifo na majeraha makubwa ni ya wasiwasi mkubwa. EU inahimiza mamlaka kuchukua hatua zaidi za kuzuia ili kuhifadhi maisha ya binadamu. Kukosekana kwa uwazi katika maandalizi ya uchaguzi uliweka alama na ripoti za utekaji nyara na kupotea na vurugu zinazopunguza nafasi ya kiraia na kidemokrasia. EU inatoa wito kwa kuachiliwa kwa wanasiasa wote waliotekwa na kuwekwa vizuizini kwa kesi dhahiri na haki ya wale waliotekwa na kuwekwa vizuizini kwa msingi mzuri wa kisheria na kuchunguzwa kwa haraka na wakina katika matukio yote yaliyoripotiwa ya utekaji nyara, kupotea na vurugu. EU inathamini ushirikiano wake wa muda mrefu na Tanzania kulingana na ahadi za pamoja zilizofanywa chini ya mkataba EU-OSPS Samoa, hasa kuhusu vipaumbele vya kimkakati. EU inahamasisha serikali ya Tanzania kuendelea na juhudi zake za kuelekeza utekelezaji wa mfumo kamili wa vyama vingi na kushiriki katika mazungumzo ya wazi yanayojumuisha wadau wote, hasa vyama vya upinzani na jamii ya kiraia kwa ajili ya upatanisho.